katika uchaguzi kwenye kamati zitakazokuwa zimekamilisha uchaguzi wake. Hivyo uteuzi wangu nategemea kuufanya mara baada ya uchaguzi wa kamati zile mbili ambazo ndio zitakamilisha idadi ya kamati. Kwa hatua hii sijaweza kuunda kamati ile ya mashauriano kwa sababu kamati ya mashauriano itatokana na hali halisi inavyojitokeza siku hadi siku. Kwa hiyo bado tunaifanyia utaratibu ambao unaelekea kwamba tutakuwa na kiini cha watu wachache ambao wanaunda hiyo kamati, kwa maana ya vyama vya siasa, viongozi wa vyama vya siasa na wazee wetu viongozi wa dini, lakini wengine tutakuwa tunachanganya kulingana na swala lililoko mbele yetu. Kesho Jumanne tukijaliwa, nitaitangaza rasmi kamati ya uongozi na kuitambulisha kwenu. Aidha, kwa kuwa kanuni ya 38(2) haikutuwekea utaratibu na namna ya kufanya maamuzi katika kamati, na kusudia kuitisha kikao cha kamati ya uongozi nitakapoahirisha bunge kesho ili tushauriane kuhusu swala hili, na baadaye nilipeleke kwenye kamati ya kanuni ambayo baada ya kufanya uchambuzi na kukubaliana watatuandalia hoja itakayowasilishwa bungeni kuzifanyia marekebisho kanuni zetu hizi. Lakini pia watakuwa na kazi ya ziada, maana tumegundua kwamba kwenye kanuni hizi tuligafilika, hatukuweka kifungu ambacho kitaongoza majadiliano kwenye ngazi ya kamati, na wala kanuni hizi hazikutajwa kama ndizo zitakazotumika kwenye kamati au kamati zenyewe zitajitengenezea utaratibu wake. Hivyo kamati ya kanuni itabidi ikutane mara baada ya kamati ya uongozi hapo kesho kumalizia kazi katika kikao chake. Asubuhi ya kesho, yani Jumanne tarehe 25 Machi, ni fursa ya makundi kukutana na kushauriana kuhusu kanuni ya 37 na 38. Mtakumbuka waheshimiwa wabunge, hiki ni kiporo ambacho bado kinasubiri, kwa sababu tuliazimia wakati tunapitisha kanuni zetu kwamba kabla ya vikao vya kamati itabidi tupate ufafanuzi uliowekwa ndani ya kanuni, hususan ile ya 38 inayozungumzia kupiga kura, kwamba maamuzi yatakuwa ya kura, lakini haibainishi kura hizo zitakuwa za aina gani, za bayana au za siri. Kwa hiyo kesho natazamia kwamba makundi mbalimbali zile caucus watakutana nao kuendelea kutoa maoni yao. Kesho kutwa siku ya Jumatano tarehe 26 Machi saa 10 jioni tutarudi hapa kufanya maamuzi ya mwisho ya kanuni kupitia hoja ya kamati ya kanuni na haki za bunge. Yaani Jumatano mwenyekiti wa kamati yetu ya kanuni na haki za bunge sasa ataleta azimio ndani ya bunge maalum ambalo litakuwa na yale mabadiliko yaliyopendekezwa, na itabidi sasa tuamue ili kuwezesha kazi zetu. Sasa Alhamis tarehe 27 na Ijumaa tarehe 28 Machi, kumbi zitakuwa zimepangwa kwa ajili ya mikutano ya kamati zetu 12 kwa mujibu wa kanuni ya 32. Hayo ndio maelezo kuhusu uteuzi katika kamati mbalimbali. Sasa niseme pia kuhusu mwongozo alioomba Mheshimiwa Mtatiro. Nimefahamishwa na secretariat kwamba zile hotuba za moja ya kuwasilisha rasimu ya Jaji Joseph Warioba na ile ya Ijumaa iliyopita ya Mheshimiwa Rais zilikuwa na maelezo mengine ambayo yameingia kwenye Hansard. Sasa ili tutende haki, nimeagiza kwamba zote mbili kama zilivyonukuliwa na Hansard basi ziwe tayari kwanza. Zikisha kuwa tayari ndio zinawezesha kama kuna hoja yoyote ya mazungumzo tuzipangie ya muda kabla ya Alhamis ili tuweze kuwa na
kuwekana sawa bila matatizo yoyote, na tukiwa na uhakika tunachokisema ni nini kuhusu yale yaliyozungumzwa. Manake tusichukue zile zilizochapishwa ni tofauti kidogo. Mtaona kwamba baadaye waliozungumza humu walitoa maelezo mengine ambayo hayamo katika zile hotuba. Kwa hiyo ili uwe na ufahamu kamili, inabidi zote zikamilike, na tunafanya kila jitihada ziweze kukamilika leo, na kwa maana ule uwazi ambao tunahitaji katika kuelewana, basi zitakapokuwa tayari mtagawiwa, na kwa vyovyote vile kabla ya Alhamis tunaweza kuwa na muda mfupi, sio mrefu sana, wa kufafanua hapa na pale yale yaliyotokea. Na washukuru sana. Sasa inawezekana kabisa kwamba kuna maswali, kutaka ufahamu, tutakuwa tayari sasa kusikiliza. Nitasita hapo ili nisikilize kama waheshimiwa wabunge mna maswali yoyote. Mheshimiwa Profesa Safari. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda ufafanuzi tu kidogo, kwa sababu mimi niko kwenye kamati mbili, kamati ya uandishi na kamati ya 7. Nitajigawa vipi Mheshimiwa? Sija nikaonekana natoroka kwenye kamati moja. Zile waheshimiwa wabunge maalum, zile kamati 12, kila mjumbe yumo. Ni haki yako kuwa katika zile kamati za mijadala katika ngazi ya kamati. Lakini wale wenye taaluma maalum, na utaona zile kamati namba 1 ina wajumbe 53. Kamati namba 2 hadi 12 kila moja ina wajumbe 52. Sasa kuna kamati 2 ambazo ni za kitaalam zaidi, na ndio Profesa Safari nimekupa heshima ya kuingia katika moja ya hizo kamati ambazo zenyewe zina watu 24 tu, wajumbe 24, kamati ya uandishi na kamati ya kanuni. Kwa namna zilivyo hazikuhitaji wajumbe wengi sana, kwa sababu zinatakiwa ziwe zinatupa maamuzi, na mpangilio wa shughuli utakuwa ni kwamba kamati hizi 2 za masuala maalum utaona kwamba kwa mfano kamati ya uandishi inakutana baada ya kazi kufanyika katika kamati 12, haifanyiki wakati huo huo. Na kamati ya kanuni na haki itakuwa inafanya kazi zake kwa kutegemea mahitaji ya siku. Kwa hiyo tutakuwa tunaipangia muda kwa kiasi kikubwa isigongane na zile nyingine. Mheshimiwa Hamad Rashid. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutangaza kamati na ukaelezea maeneo ambayo tunatakiwa kwenda, mpaka sasa ofisi yako bado haijatueleza utaratibu wa kwenda huko, kwamba magari yatakuwa wapi, kuna kumbi nyingine watu wazifahamu ziko wapi. Kwa hiyo nikitegemea labda vile tungeelezwa magari ya kuondokea hapa yataondoka saa ngapi na kumbi ziko wapi na wapi. Nafikiri wajumbe wangetupenda kupata taarifa hiyo. Asante. Tukiwa tumefikia hatua hiyo, tutatoa utaratibu mzima. Kila kitu kimeandaliwa. Mheshimiwa Mansur. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia mimi ningeomba taratibu ya ratiba ulivyosoma kutoka leo mpaka Alhamisi tunakwendaje, ningeomba urudie tena ili tuweze kukamata vizuri ulivyotoa mwongozo mpaka Alhamisi. Asante sana Mwenyekiti. Asante, tutafanya hivyo. Mheshimiwa Said Arfi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa umeagiza kwamba makundi haya yaweze kukutana leo kabla ya saa 12 jioni ili waweze kupata mwenyekiti na makamu mwenyekiti, lakini hujaeleza ni wapi tunakutana. Tunakwenda katika kumbi zilizokuwa zimeainishwa au tunafanyaje? Nilikuwa naomba maelezo. Hiyo kabla tu ya kutoka tutatangaza usafiri na kumbi hizo ni zipi.
Mheshimiwa Lekule. Mwenyekiti, nilikuwa na ombi kwamba ofisi yako itutayarishie kitabu kidogo cha kanuni kuliko kuwa na hili faili ikinyofoka moja moja tutashindwa kufuata kanuni zako. Mwenyekiti, naomba hicho kitabu kitengenezwe kwa ajili ya wabunge wote. Waheshimiwa wabunge, mara baada ya kukamilisha zoezi la kamati ya kanuni kutuletea yale mabadiliko, sasa ndio tutakuwa tumekamilisha ibara ya kanuni ya 37, 38 na nyingine ambazo zitaonekana zinahitaji marekebisho, mathalan mwongozo kuhusu utendaji kazi katika kamati. Niseme tu hapa, kura za kuchagua mwenyekiti na makamu kule kwenye kamati zenyewe ni za siri kama ulivyo utaratibu wa uchaguzi wowote. Kwa hiyo hilo tusiulizane, hilo tayari linajulikana. Sasa kuhusu kitabu, sasa kitabu kitafuata mara baada ya marekebisho yote kuwa yamepatikana. Vinginevyo ingekuwa gharama kubwa kama tungechapisha kitabu halafu kilazimike tena kubadilishwa siku ya Jumanne au Jumatano. Mheshimiwa Reverend Mwanjale. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipatia nafasi. Kuna maiki ambayo tumeitolea taarifa hapa tangia tunaingia bungeni hapa, lakini haitengenezwi. Nilikuwa naomba mafundi kama wapo watengeneze, maana ukiongea hapa sehemu zote wanasikia. Asante sana. Katibu amesikia, tulifanyia kazi. Mheshimiwa Lukuvi, Mheshimiwa Lukuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na mapendekezo kidogo kwamba ingawa umesema kwa ujumla kwamba tukitoka hapa twende kwenye kumbi tukaanze mashauriano tufanye uchaguzi mpaka saa 10, lakini mimi ningependekeza kabisa useme wazi kwamba kazi ya uchaguzi kwenye kumbi labda itaanza saa 10, ili isitokee watu 5 wamewahi wakachaguana alafu wengine wakachelewa. Kwa hiyo kila mmoja ajue kwamba akifika baada ya saa iliyotajwa na mwenyekiti, akikuta uchaguzi umekwisha asilalamiki. Sasa nimeona magari yamepanga hapo nje. Sasa watu wanaweza kwenda kule 3 wakatafuta mwenyekiti na makamu alafu wakaondoka. Kwa hiyo ningependa kujua time hasa ambayo uchaguzi utaanza kwenye kamati. Asante Mheshimiwa Lukuvi, umetusaidia kwa kweli uzoefu wako. Tumepanga hapa na secretariat kwamba muda rasmi wa kuanza zoezi la uchaguzi ambapo mtawakuta makatibu wasaidizi watakaokuwa ndio waendesha uchaguzi kutoka ofisi ya katibu ni saa 9 alasiri. Saa 9 tuanze uchaguzi. Kila ukumbi utakuwa na katibu msaidizi ambaye anazo taratibu zote za uchaguzi, atawaelezeni na hapo mtaendelea na uchaguzi. Sasa kama tayari hiyo, Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Rashidi Mohamed Lai. Jina langu lipo kwenye kamati namba 6, lakini kwenye utambulisho wa vyama hapa inasomeka TLP. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni katibu mkuu wa chama cha AFP. Kwa hiyo kwenye chama hapa kunatoka mabadiliko kidogo.
Asante. Pole sana, tutarekebisha mara moja. Mheshimiwa. Mheshimiwa Mnyaa, nilikuona muda mrefu kidogo. Subiri kwanza, subiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Mimi nilipenda galau tupate busara za kiti katika hizi chaguzi, kwa sababu kila chaguzi au yule atakayechaguliwa kwa kawaida kuna hitajika sifa fulani. Sasa hujatueleza kama ni uzoefu, weledi, nini, lakini kwa hivi kamati zilivyo, kwa hizi kamati zilivyo na makundi yaliyopo, yale makundi sehemu mbalimbali au ule uwiano, wakati mwingine kama ukitizama kuna umetajwa huyu kafu, huyu Chadema, huyu CCM. Sasa ukitizama kila kamati basi ina watu labda zaidi ya 40 wa CCM. Sasa kiti kina mwongozo gani ili katika wakati wa uchaguzi Tusikilizane jamani. Naomba utulivu. Wamefurahi sana niliposema tumwachie mwenzetu amalize, tuelewe hoja yake. Mwenyekiti, wamefurahi sana nilipozungumza hivyo kwamba ridhaa au busara za kiti kinahitajika. Tutafanya vipi hapa wakati hata zile kumbi ziko tofauti, huyu yuko huku, ili kuepuka kuja kuwa na wenye viti wanaotoka wote kundi maalum. Naomba busara za kiti. Waheshimiwa wabunge, hakuna haja hata kidogo ya kuogopa. Kwanza hakuna kamati yoyote na watu wa kundi moja 40, haifiki. Lakini pamoja na hayo, sisi sote tunafahamiana na sote tuko sawa, ni wajumbe wa bunge maalum. Kwa hiyo kikubwa itakuwa ni lile wanalosema wahenga wetu, binadamu ni unyayo wake. Kama uliwakanyaga wenzio hovyo hovyo, hata uwe chama gani huwezi kupata kitu. Lakini kama umekaa vizuri, una maelewano mazuri, mtu mstaarabu, hapo sidhani kama watu wataangalia ni chama. Watu watachagua aliye bora awe mwenyekiti. Na mimi matokeo yatakapokuja, Mheshimiwa Mnyaa, ndio utaelewa ni kwa nini nimesema hivyo. Takuwa na mchanganyiko tu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Ameomba muda mrefu kidogo. Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba mwongozo wako au ufafanuzi kuhusiana na utaratibu wa uchaguzi, kwa maana ya kwamba chaguzi tulizozizoea mara nyingi mgombea huwa anaomba, anajinadi, wajumbe ambao wanatarajiwa wamchague wanatumia ridhaa yao kutokana na mtu mwenyewe wasifu wake ulivyo. Hilo moja. Lakini la pili, wakati tunajadili kanuni hapa siku za mwanzo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati fulani tulitumia utaratibu wa convention, kwa maana ya kwamba tuwatendee haki au jinsia ya wanawake kupata fursa kama ambavyo jinsia ya wanaume inapata. Kwa hivyo sijui katika uchaguzi huu wa kamati utaratibu utakuwaje. La mwisho Mwenyekiti, kwa vyovyote iwavyo na itakavyotokea, uwakilishi wa Zanzibar, idadi ya wajumbe ndani ya kamati ni idadi ndogo ukilinganisha na idadi ya wawakilishi kutoka Tanzania bara. Itakapotokea Mwenyekiti kwamba nafasi zote
za uwenyekiti na hata za makamu mwenyekiti zimechukuliwa na wajumbe kutoka upande mmoja. Nini busara yako mwenyekiti? Asante sana. Lile la kwanza ndio maana tumetoa muda wa kutosha watu kufahamiana. Ukishaiona hiyo orodha, ikiwa nia yako ni kugombea nafasi ya mwenyekiti wa kamati au makamu mwenyekiti wa kamati, basi baada tu ya kutoka humu harakati zinaanza. Ndio vilivyo. Na ukifika ukumbini, katibu msaidizi atakuelekezeni sasa, kwa sababu utaratibu ni ule ule. Wale wote ambao watakuwa wamejitokeza kugombea watapewa fursa ya kujieleza kwa muda mtakaoamua kule. Kwa kawaida sio zaidi ya dakika 3. Halafu maswali yasiyozidi 3 yataulizwa na wajumbe wa kamati. Baada ya hapo, mwenye kuwashawishi waheshimiwa wabunge mle katika kamati basi ndio mshindi kwa kura. Sasa hili jingine la kusema kwamba kutakuwa na, sijui ulikusudia ni namna ya kufika huko ama sikukuelewa vizuri hapo. Ila pili, sema kuhusu uwakilishi. Mimi ninavyofahamu hapa, kama nilivyomjibu Mheshimiwa Mnyaa, ni kwamba sote tuko sawa. Tumechaguliwa, kila mmoja mmoja ana sifa zake. Sasa tukianza kuweka hisia kwamba labda kutatokea tu upendeleo, mimi sidhani kama hiyo inatujenga, kwa sababu hata miongoni mwa wajumbe kutoka bara wapo wasioelewana kabisa. Miongoni mwa hao kutoka Zanzibar wapo nao wasioelewana, wala hawezi kumpigia kura Mzanzibari mwenzake, au mbara aseme nampigia tu wa bara. Kuna tofauti nyingi sana humu. Nendeni tukaingie kwenye uchaguzi, mtaona matokeo mazuri tu, mchanganyiko mzuri tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa orodha hii tulionayo, ni dhahiri kuwa kwa sababu wenzetu wa Tanzania bara ni wengi katika hizi kamati, basi nafasi za uwenyekiti watazichukua wao. Sasa kwa sababu katika kamati ya uongozi wanaoingia ni wenye viti tu wa kamati, je, ikitokezea kuwa wenye viti wa kamati wengi wametoka Tanzania bara au takribani wote, na kutoka visiwani wakapata umakamu, itakuwaje katika kamati ya uongozi? Mimi nadhani waheshimiwa wabunge wa bunge hili maalum, tusianze kuweka tu matarajio ya aina fulani kuhusu uchaguzi huu, kwa sababu kila kamati ilivyo, kwa mujibu wa kanuni ya 55, mwenyekiti ametakiwa awapange wajumbe kwa uwiano uliomo humu. Huo ndio uwiano uliomo ndani ya bunge maalum, na tumejitahidi kwa kupitia kanuni ya 55 kuwapanga hivyo. Lakini mimi na hakika upigaji kura utategemea, kama nilivyosema awali, sifa za mtu, namna anavyoishi na wenzie, na namna tulivyofahamiana hapa. Lakini pia kwa dakika za mwisho, hata yale maelezo pale ndani ya kamati, kwa sababu
tumeshuhudia watu maarufu anakwenda kujieleza mbele ya wenzie, anajikwaa na kura hapati. Kwa hiyo nadhani tuaminiane na tuende tukiwa na mawazo chanya kwamba tutazipata kamati vizuri tu na zitakuwa na mchanganyiko. Lakini pia ikitokezea kwamba hilo mnalolisema mwenyekiti mmempa nafasi 5 za kurekebisha mambo, ili ile kamati ya uongozi isichukue sura ya ubaguzi kabisa kwamba watu wa upande mmoja au watu wa jinsia moja na kadhalika. Kuna nafasi 5 za mwenyekiti kuzingatia mapungufu yoyote yatakayojitokeza. Kwa hiyo mwenyekiti anaweza kuongeza mathalani 2 au hata 3 wakaingia kwenye kamati ya uongozi kwa uteuzi, ili kamati ya uongozi ichukue sura ambayo inafanana na hali tulivyo. Kwa hiyo yote hayo yamewekwa na yatatusaidia. Bado Mheshimiwa Manda. Alafu Mheshimiwa Makaidi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Yangu ni madogo mawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, jina langu katika kamati ya kanuni, kwanza nashukuru kwa kuniteua kuingia kwenye kamati hii, ni namba 1 na limeonyeshwa kwamba natoka kwenye taasisi za elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kufanya masahisho, mimi natoka kwenye asasi zisizo za serikali. Na kwenye kamati namba 1 ambayo nimo, jina langu kwenye chama au taasisi inaonyeshwa tupu. Naomba napo pazingatiwe kwa sababu majina haya yamepangwa kwa uwiano wa makundi. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruksa yako nianze kazi ya kanuni hapa. Hoja ya uwiano, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nielekeze iko kanuni ya 55 fasili ya 6 na 7. Fasili ya 6 inasema makamu mwenyekiti na makamu watachaguliwa kwa misingi kwamba endapo mwenyekiti atatoka upande mmoja wa Jamhuri ya Muungano, makamu atatoka upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano. Na namba 7, kwa mujibu wa fasili ya 6, uchaguzi wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti utazingatia uwiano wa kijinsia kwa msingi kwamba endapo mwenyekiti aliyechaguliwa ni mwanamume, basi makamu mwenyekiti atakuwa mwanamke au kinyume chake. Asante mwenyekiti. Asante sana kwa hayo. La kwanza itabidi wafanye masahisho, na pia kuna, kwa bahati mbaya inaelekea jina moja Mheshimiwa Kilufi limesahauliwa, basi tutafanya marekebisho yanayostahili. Mheshimiwa Sungura. Pale, naam. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nilitaka kuomba kuweka msisitizo kwenye swala zima la wagombea wenye viti wa kamati, kwa sababu nchi yetu imekuwa na malalamiko ya muda mrefu kuhusiana na Watanzania bara na Watanzania wa Zanzibari kutokana na kutokuwa na usawa katika pande zote mbili. Kwa nini mwenyekiti tusisubiri busara yako ndio ije iongoze wajumbe katika kamati ya uongozi? Laiti ikitokea wenye viti wote wametoka upande wa bara, kamati ya uongozi itakuwa na wenye viti, kutakuwa na wajumbe kutoka Tanzania bara, kitu ambacho kianza kaja kaita manunguniko kwa baadaye wakasema kwamba bunge lenyewe alikuwa na usawa, hata kamati ya uongozi yote ilitoka upande wa bara. Kwa nini sasa mwenyekiti isitumike busara, labda tutengue kanuni, bunge lako tutengue kanuni kwamba tuseme sasa tuweke usawa wa wenye viti, kama tuna nafasi 12 ama 13, basi angalau 7 zitoke Tanzania bara, 6 zitoke Tanzania Zanzibar, na makamu wake kutokana na mgawanyiko huo. Kwenye zile 6 za Zanzibar makamu atatoka bara, kwenye 7 za bara makamu atatoka Zanzibar. Lakini tukiacha hapa busara na huruma ya mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, itakuja kuleta manenguliko huko mbeleni na mtaniambia. Nashukuru. Asi Mwenyezi Mungu apishe mbali hilo. Waheshimiwa wabunge, yaliyokwisha wekwa kwenye kanuni ambazo tumezipitisha juzi tu yanawezesha marekebisho hayo, lakini pia si lazima itokee hivyo mnavyotabiri. Mheshimiwa Makaidi. Mheshimiwa Zima. Kwa sababu hamjuani eti. Sina. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakushukuru. Mimi nipo kamati namba 2 na jina langu namba 12, lakini imeandikwa ndivyo sivyo. Mimi ni Dr. Emmanuel John Makaidi, sio Emmanuel Makaidi.
Mnafanana na namba 7 isipokuwa baada ya Nchimbi iandikwe Makaidi. Sasa umenipunguza sifa kwa sababu kule ndio ugombea kule ikiandikwa wale Makaidi bila udaktari inaweza kuwa pengine mbaya. Naomba sahihisho. Katibu, nadhani mmesikia hayo, tutafanya marekebisho. Nadhani tumefikia mwisho. Hapana, mheshimiwa pale. Bi Faharia, mheshimiwa Faharia. Asante mwenyekiti. Mimi niko kamati namba 4, nambari yangu hapa katika orodha mtu wa 32, lakini baada ya kuandikwa mimi kutoka Zanzibar nimeandikwa kutoka bara. Sasa naogopa wakati wa kura ikaonekana kwamba mimi ni kutoka bara. Mimi ni kutoka Zanzibar. Basi katibu atafanya masahisho yanayohusika. Mheshimiwa Mary Chatanda. Anza basi alafu mheshimiwa apata. Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, na mimi jina langu naitwa Susan Jackson Malo, niko kamati namba 5, namba 12. Jina langu linakosewa mara kwa mara na nimeishafika kwenye ofisi ya utawala ili kubadilisha jina langu. Hapa limeandikwa Suzana Marwa, kwenye hii karatasi ya hapa kwenye kiti changu imeandikwa Suzana Matwa. Sasa jina langu kamili ni Susan Jackson Malo, naomba libadilishwe na lirekebishwe vizuri. Itaonekana ni watu watatu wako kwenye bunge wakati ni mtu mmoja. Samahani kweli, katibu mzingatie hilo. Mheshimiwa pale. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi nilikuwa nataka niweke kumbukumbu vizuri. Niko kamati namba 8, jina la 8. Wameandika Lucas Charles Mamlunde. Mimi jina langu ni Lucas Charles Malunde, sio Mamlunde. Nilikuwa naomba kufanya masahisho. Katibu, nadhani mmeona hilo. Baada ya hapo nadhani bado pale, nadhani masahisho jamani mngeyaleta tu mezani kwa sababu itatuchukulia muda bure. Kama ikiwa si masahisho, mheshimiwa pale. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Mimi langu ni tahadhari tu. Naomba sana Mheshimiwa mwenyekiti, busara zako na hekima zako zitawale katika kuendesha shughuli hii. Sisi hapa mwongozo wetu, kazi yetu ni kuja kujadili katiba ya Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo lazima ina pande mbili. Haiwezi kuwa muungano ikawa una upande mmoja tu. Mara nyingi unapoambiwa madai ya kutoka pande mbili inaelekea kama unaya water down kidogo. Kwa hivyo naomba mwongozo wako kwamba hekima na busara sana zitumike katika kuona kwamba pande zote mbili za muungano zinashirikishwa kikamilifu na bila ya upendeleo wote kama tulivyo hapa sote katika mjadala huu. Asante sana mheshimiwa. Nakushukuru sana kwa tahadhari hiyo. Si swala la unavyosema mheshimiwa ku water down, hakuna cha ku water down, ni tarakimu zilivyo tu. Mimi nisingeweza nikachukua kamati nyingine bila kuvunja kabisa kanuni nikapanga Wazanzibari watupu ili apatikane mwenyekiti Mzanzibari. Hairuhusiwi, imefungwa mikono na hilo. Sasa uwiano ndio huo uliouona na tumejaribu sana kutenda haki katika hilo. Na isitoshe masahisho yatafanyika wakati wa kuunda hiyo kamati ya uongozi ili sura ya kamati idhihirike wazi kwamba pande zote zinawakilishwa. Na kanuni hizo kama tulivyosema 55(6), 55(7) kwa pande za muungano huwezi kupata mwenyekiti na makamu kutoka upande mmoja. Lakini pili, upande wa jinsia huwezi kuwa na mwenyekiti na makamu wote ni wanaume au wote wawili ni wanawake. Kwa hiyo kanuni zimejikita katika kutenda haki. Mimi niwatakie tu uchaguzi mwema, mtuletee viongozi ambao watakuwa na sura ambayo
tulionayo hapa katika ukumbi huu. Tafadhali Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna marekebisho. Wanawake wengi wameandikwa mee. Kuna Mashavu, kuna Mhonga, Asmahani, yani wengi kwenye kurasa mbalimbali. Nafikiri ziangaliwe. Wanawake wameandikwa mee, inawezekana na wanaume wakaandikwa ke. Naam, katika majina yote 628 inawezekana kabisa kosa hilo limefanyika. Na wahakikishia waheshimiwa wabunge wa bunge maalum, chapisho linalofuata kabla ya Alhamis litakuwa limesafisha yote hayo ili tuwe na rejea ambayo inazingatia uhalisia. Mabadiliko ya majina nimeendelea kuyapata na yakabidhi kwa secretariat. Umeomba mwongozo Mheshimiwa. Nitakuuliza kitu hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwenyekiti kulia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba mwongozo wako kuhusiana na uandishi wa majina mahala popote ambapo shughuli za bunge zinaendelea. Mara nyingi tumezoea majina matatu, lakini unakuta aidha yameandikwa majina mawili na wengine mpaka manne. Nilikuwa naomba mwongozo wako kwa sababu majina haya yatawekwa katika kumbukumbu sahihi. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama tunatumia majina matatu basi iwe majina matatu, kwa kuepusha kwamba majina mawili mara nyingi huwa yanafanana. Nilikuwa naomba hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Asante kutukumbusha hilo. Ni kawaida kwa hakika majina kuwa ni matatu, sio manne, matano au ya ziada, hayana haja. Lakini pia mawili inachanganya kidogo. Kwa hiyo tutazingatia hapa kwenye secretariat. Kulia. Niko hapa Mwenyekiti. Mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba mwongozo wako kwamba tunapoenda kuchagua wenye viti na makamu, kamati ndio itakuwa imechagua mwenyekiti wake na makamu wake. Sasa nilikuwa naomba mwongozo wako, kama kamati zitakuwa zimechagua wenye viti wako, ukakuta labda wote wametoka upande mmoja, wewe ukaja hapa, kutengua maamuzi ya wanakamati kule, hautaona kwamba hautawatendea haki hao wanakamati? Mheshimiwa mbunge wa bunge hili maalum, mwenyekiti hana mamlaka yoyote ya kutengua chochote katika hayo. Yatakavyotoka kwenye kamati ndivyo itakavyokuwa. Alichonacho mwenyekiti ni kuweza kuongeza wajumbe wasiozidi 5 wa kamati ya uongozi, ili yale makundi ambayo hayakuweza kupenya vizuri katika kuchaguliwa mwenyekiti au makamu mwenyekiti katika wale zile kamati 12, basi waweze sasa, tuseme kamati zote 14 waweze sasa kupata marekebisho. Lakini kutengua haiwezekani. Ni mtakavyochagua ndivyo mtakavyochagua, na mimi namuomba Mwenyezi Mungu awape fikra nzuri, hakuna chuki, hakuna uhasama. Mchague tu kwa kuona ubora wa watu ambao watakaoongoza. Tutaipa pole kamati ambayo itachagua mwenyekiti kwa ushabiki wa aina fulani alafu kapate mwenyekiti mbovu, kwa sababu atakuwa anatakiwa kuja kutoa taarifa, kwanza kuendesha mijadala bila kuishia katika rabsha huko mliko, halafu kuja hapa kuwasilisha mbele ya bunge maalum lote katika ukumbi huu. Kwa hiyo sifa za mtu wa namna hiyo sio za kuchezea. Itabidi tuwe makini sana katika zoezi hili ili tupate wenye viti wetu 12, makamu wetu wale 12, pamoja na wale wa kamati zile 2 walio kamilika vizuri.
Sasa waheshimiwa, mtaona kwamba kwenye kila karatasi zile kumbi zimeelezwa. Kamati namba 1 inakutana ukumbi wa Lounge St. Gaspar. Kamati namba 2 inakutana ukumbi namba 125 Hazina, na wapo watu wa kuelekezeni pale. Kamati namba 3 ukumbi namba 127 Hazina. Kamati namba 4 inakutana ukumbi namba 135 Hazina. Katika jengo hilo la Hazina lina kumbi nyingi tu. Kamati namba 5 nayo ni Hazina, ukumbi namba 136. Kamati namba 6 inakutana Dodoma Hotel, ukumbi wa Mazengo. Kamati namba 7 nayo Dodoma Hotel, ukumbi wa Igada. Kamati namba 8 inakutana hoteli ya Royal Village, ukumbi wa Mamboya. Kamati namba 9 na hizi kumbi ndio za kudumu, hivyo ndiko mtakakuwa mnafanyia kazi. Kamati namba 9 Royal Village, ukumbi wa Kihenge. Kamati namba 10 ukumbi wa internet wa St. Gaspar. Kamati namba 11 ukumbi wa Serengeti St. Gaspar, na kamati ya 12 ukumbi namba 118 Hazina. Sasa ingawa tulikuwa tumepanga magari hapo nje, sidhani kama itakuwa busara magari hayo yatumike sasa, kwa sababu uchaguzi unaanza saa 9 na hakika wajumbe watapenda kukutana vikundi, kusalimiana, kutambuana. Kwa hiyo hatuwezi kuwalazimisha kuwapeleka kwenye kumbi saa hizi saa 5:30 wakati uchaguzi ni saa 9. Kwa hiyo nadhani Secretariat itawasaidia wale wanaotaka kuondokea hapa saa 8:30, sawa. Wale wengine ambao watakwenda moja kwa moja ni kufahamu tu jengo la Hazina, St. Gaspar na hiyo hoteli ya Royal Village. Ndio sehemu kubwa ambazo mikutano hii inafanyika. Kwa hiyo nimepokea vikaratasi hapa hivi vinavyohusu majina. Taomba tu Secretariat ichukue ili tuweze yatarekebishwa hivyo inavyopaswa. Naam, vizuri. Sasa kuhusu ratiba, Mheshimiwa Mansur aliuliza namna tunavyokwenda. Hadi sasa ni kwamba tukitoka hapa leo, kazi kubwa ni uchaguzi. Na uchaguzi wa leo uko ngazi mbili. Kuna uchaguzi wa kupata mwenyekiti na makamu mwenyekiti kwa kila kamati kati ya zile 12. Halafu wakishamaliza, kwa sababu wajumbe wa kamati ya kanuni na haki za bunge na wajumbe wa kamati ya uandishi watakuwa wanashiriki kwenye ule uchaguzi unaoanza saa 9. Tunatazamia kwamba kufikia saa 12 itakuwa chaguzi zile za kamati 12 zimeisha. Kwa hiyo watakuja kwa ajili ya uchaguzi wale wajumbe 48 wale 24 wa kamati ya uandishi na 24 wa kamati ya kanuni watakuja kwenye jengo la utawala na Pius Msekwa kwa ajili sasa ya uchaguzi utakaoanza saa 12 kumpata mwenyekiti wa kamati ya uandishi miongoni mwa wale 24 na kumpata mwenyekiti wa kamati ya kanuni na haki za bunge miongoni mwa wale 24.
na hiyo itakuwa kwenye saa 12 tukitarajia kwamba chaguzi zile nyingine zitakuwa zimekwisha kamilika. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba jioni leo hatuwezi kuwa na mkutano wa bunge maalum. Kesho saa 3 kama ilivyo kawaida kanuni, mkutano wa bunge maalum utaanza hapa kwa taratibu za kutangaziwa kamati ya uongozi, kwa sababu ndio itakuwa imekamilika. Kwa sababu mnavyotoka kwenye kamati mbalimbali huwezi kujua kamati namba 9 wamemchagua nani na kadhalika. Sasa ili muifahamu kamati ya uongozi itatambulishwa hapa kesho saa 3. Sijui kama kutakuwa na viapo, lakini viapo huchukua umuhimu zaidi. Tukiwa na wachache wanaapishwa, basi wataapishwa. Tutaitangaza kamati ya uongozi, na baada ya hapo sasa tutatoa fursa kwa makundi mbalimbali kukutana nje ya ukumbi kuzingatia hatima ya kanuni ya 37 na 38, kwa sababu bado na sisi pia kamati ya uongozi, nitaitisha kamati ya uongozi tuwe na kikao chetu cha kwanza ambacho kitapanga kazi na kukabidhi yale yanayohusu kanuni kwa kamati ya kanuni na haki za bunge, ambapo mwenyekiti wake siku ya Jumatano ndio ataleta azimio sasa lililo na marekebisho ya kanuni, ili tupige kura kukubali, kukataa, kurekebisha kanuni zetu kwa mujibu wa yale ambayo yamekwishapatikana. Wakati huo huo, kwa kuwa tunatarajia kwamba hilo lifanyike Jumatano, hilo la hizo nani kuzipitisha kanuni, yani kikao cha kupitisha kanuni, marekebisho ya kanuni, ni pendekezo ambalo mimi nalikubali kwamba basi siku ya Jumatano asubuhi wale wote ambao walikuwa na rai ya kutoa maoni kuhusu zile hotuba tutakutana kama bunge saa 3. Wakati huo itakuwa zile hotuba zimekamilika, kwa maana ya kwamba tunazitoa Hansard ili ziwe na maelezo kamili yanayotosheleza, kwa sababu yanayoonekana kwenye Hansard sio zile hotuba rasmi zilizochapishwa. Kwa hiyo hata mjadala lazima uzingatie uhalisia huo. Ndio maana nimesema kwa baadhi ambao wameleta kwa maandishi kama Mheshimiwa Mbatia na wengine, siku hiyo ni vizuri zaidi, kwa sababu utakuwa unafanya rejea kwa kitu halisi, sio hotuba rasmi tu iliyopigwa chapa, ila kwa kitu rasmi. Tutatoa muda kadiri mtakavyoniongoza ili tuweze kupata mchango mzuri tu wa kuelewana katika hali ile ya kuweka nyumba yetu ikae katika hali ya kuelewana. Tafsiri zozote zitakazokuwapo na hivi tuweze kurekebishana, tuende mbele. Baada ya hapo sasa, kuanzia Alhamisi na Ijumaa ndio siku mbili zile za kamati. Kila kamati itakwenda, na wakati huo kamati ya uongozi itakuwa imekwisha nipa ushauri juu ya ibara zipi. Nilikuwa na kikao jana na secretariat na baadhi ya kamati ya ushauri, tukaona kwamba hata ile kujifunga kwa kanuni mbili kwa sura mbili ina matatizo. Kwa hesabu tulizozifanya, tukienda kwa sura mbili, bunge hili maalum litaendelea hadi mwezi wa 8. Kwa hiyo nadhani hapo inabidi tujirekebishe kidogo, ili kwenye zile sura ambazo hazina matatizo makubwa, bora kuzishughulikia 3 au hata 4 ili tuweze kwenda kwa haraka zaidi. Ndiyo, kuna mwisho, hatuwezi kukaa hapa mpaka mnavyotaka. Sheria ndivyo inavyosema jamani, ni siku 70 au nyongeza.
sio mwaka. Kwa hiyo lazima kuwa makini upande mmoja, lakini pia kuzingatia muda. Naona baadhi ya wenzetu wanadhani kazi hii tuliopewa tunaweza kuendelea tu tunavyotaka. Haiwezekani. Zipo ratiba za kitaifa kuhusu hilo. Kwa hiyo huo ndio mtiririko wa shughuli, na zikibadilika basi utawaarifu kadiri hali inavyojitokeza. Baada ya kusema hayo, Secretariat, kuna tangazo lolote? Hakuna. Basi shughuli zilizopangwa leo zimefikia tamati. Kwa hiyo naomba wote tusimame ili tuweze kutoa dua ya kushukuru. Dua ya kushukuru. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, tunashukuru kwa kutuongoza katika kikao hiki tukaweza kujadili kwa dhati mambo yaliyoletwa mbele yetu leo na kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya watu wote na ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba tunapotoka katika ukumbi huu utupe ulinzi wako na utujalie baraka zako. Amina. Waheshimiwa wabunge, sasa naahirisha shughuli za bunge letu hadi hapo kesho saa 3 asubuhi. Na mpenzi mtazamaji wa TV, tayari mwenyekiti wa bunge maalum la katiba Mheshimiwa Samuel Sita amesitisha shughuli za bunge kwa muda huu. Siku ya leo bunge limeanza saa 4 kamili licha ya wabunge kuapa, lakini ufafanuzi umetolewa kuhusiana na upatikanaji wa wenye viti na makamu wenye viti watakaoongoza kamati 12 zitakazopatikana hii leo. Kwa mujibu wa kiongozi wa bunge la katiba, uteuzi wa wajumbe wa kamati umezingatia sehemu zote mbili za muungano, jinsia, vyama, na kamati hizo zitakutana katika kumbi mbalimbali zilizopo mkoani hapa. Na kwenye kumbi zitakazowezesha kufanya kazi pasipo usumbufu wowote. Na akasema kesho atatangaza kamati ya uongozi kwa wajumbe na makundi yatakutana kupitia na kushauriana kuhusiana na kanuni ya 37 na 38 ambazo ziliachwa bila kupitishwa. Alhamisi na Ijumaa wajumbe watakutana kwa ajili ya kuanza kazi ya kujadili rasimu ya katiba, na leo saa 9 mchana watakuwa na kazi ya chaguzi za mwenyekiti wa kamati na makamu wa kamati mbalimbali, sio hapa kwenye ukumbi wa bunge, ni nje ya ukumbi wa bunge. Mtazamaji, kufikia hapa nasi hatuna budi kusitisha matangazo haya. Mimi ni Margaret Ngule, lakini mtangazaji mwenzangu siku ya leo alikuwa ni Joyce Mwakalinga, na moja kwa moja ni kupeleke katika studio zetu zilizoko huko jijini Mwanza, Ilemela. Kwa heri kwa sasa.